السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد. Tukufu Islam, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana wetu kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa tunaendelea na durusi zetu za asubuhi. Leo tukiwa katika siku ya 10 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituelezea kuhusu huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kwamba ni ayaman mahdudat, na maneno haya yanajikariri kwa kile kipindi ambacho kitakuwa ni kipindi cha ashhuri maalumat, miezi maalumu katika ibada za haji. Takriban ni miezi zaidi kama 3-4 watu wameanza harakati za kujiandaa na haji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema alhajj ashhuri maalumat, kuhusiana na ibada za haji ni miezi maalum, na baada Ramadhan watu wataanza harakati za haji, lakini katika process documentation watu wameanza tangu miezi 2-3 iliyopita, kwa sababu inakuwa ni alaka baina zile wakalat na mamlaka al-Arabia al-Saudia, kwa sababu ya ile mipangilio mwaka mzima watu wanaitishwa documentation. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwa mwanadamu yampitikia ya kwamba yuko na masiku, miaka na ajalin musamma. Sisi wanadamu tumewekewa muda maalumu kuishi katika huu ulimwengu. Ndio tambihi inakuwa iko wazi katika mambo mengi ambayo yanahusiana na ibada. Kwa hivyo katika mwezi huu Mwenyezi Mungu akasema ayaman, huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni masiku yenye kuhesabika. Ikiwa tushamaliza masiku 10, tumebakisha siku 19 ama siku 20. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo Muislamu wakati wowote yatakikana liwe kwenye dhihni, kwenye akili yake, ya kwamba hatuna muda, na ndio maana tunazungumzia haya maneno mazito yanayohusiana na maqasid shahr Ramadhan, makusudio ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo tulizungumzia jana kuhusu tahqiq wahdati al-umma. Miongoni mwa malengo makubwa ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni watu kuwa pamoja, watu kuwa pamoja. Na hii kuwa pamoja wanakuwa kupitia haki. Tuna ikhtilaf nyingi Waislamu, ikhtilaf za madhahib, ikhtilaf za ara, ikhtilaf za wujhat an-nadhar, ikhtilaf alwanikum wa alsinatikum, paka za rangi na ndimi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema la yaskhar qaumun min qaumin, isitokee
qaum wadharau wengine, wala nisaun min nisa'in, vile vile wanawake isitokee wadharau wengine kwa wanaume, asa an yakunu khairan lahum, wale ambao mwadharau huenda ikawa ni bora kuliko nyinyi. Na vile vile wanawake usitokee tasghir, usitokee wanawake kwa wanawake kufanyana wale ni bora kuliko wengine. Asa an yakunna khairun yani khairun minkun, huenda wale wengine wakawa ni bora kuliko wale wanawake wengine. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanafanya umma unakuwa mutafarrika kwa sababu ya kutetea haki. Ndio katika kauli mashhur ya Umar radiyallahu anhu asema, fala yamna'annaka qada'un qadaytahu, katika kutetea ile haki na kuwa katika njia ambayo si mfarakano. Kwa hivyo asema fala yamna'annaka qada'un qadaytahu, isikutokee wewe Muislamu katika uhukumu wa jambo, wala yamna'annaka qada'un qadaytahu, katika jambo ambalo ulitolea hukumu. Kwa hivyo isikuzuie wewe usimama katika msimamo wa haki, wala yamna'annaka qada'un qadaytahu hudita fihi lirushdik an turaja'a fihi nafsi, yani uongoke katika kurudi nyuma katika haki. Fa innal haqqa qadimun la yubtiluhu shay, haki ni kitu cha zamani, kufuata njia ya haki ni kitu cha zamani. Wakati mwingine mpaka watu ambao wana wahi muthaqqafin, watu ambao ni civilized, wafanya mambo ambayo hayaingia akilini, kama katika mambo mazito ambayo yako katika umma wetu huu, katika jamii yetu. Utapata mtu yuko katika member yuamtaja mtu mwenzake, yani mambo ajabu. Miaka 30 iliyopita wakiwa wasomi wetu wakitusomesha, haipitii na wala katika wakati sahaba wala mtume sallallahu alayhi wasallam min baini as-sahaba, hata ikiwa sahabi wafanya jambo ambalo ni mukhalif, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema mazala aqwaman, hamtaji. Lakini katika zama zetu umeingia tashwish, shubha, mtu yuko radhi amtaje mtu tena kwa jina kwenye member na kumuaibisha. Kwa hivyo fala yamna'annaka qada'un qadaytahu bil yawm fahudita fihi rushdika an turaja'a fihi alhaq fa inna alhaqqa qadimun, hakika haki, maneno ya haki, kusema haki ni maneno ya zamani. La yubtiluhu shay, haiwezekani maneno yale yakabatilisha chochote, kwa sababu maneno ya haki. Fa inna muraja'at alhaq, hakika kurudia ile haki, khairun, ni bora, min at-tamadi fi al-batil, kuliko mtu kushikilia jambo ambalo ni batil. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yatokea mpaka katika, yani malasaf, watu ambao yatakikana waongoze wenzao, wao ndio wanakuwa katika mstari wa mbele kutaja yani aibu za watu wengine katika jamii. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yavunja umma, yafanya umma unakuwa dhaifu, yanaleta matatizo katika jamii. Kwa hivyo sisi tukiendelea na mambo ambayo yanahusiana na yale maqasid, makusudio ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunazungumzia ahamu rakaiz tahqiqi al-umma. Rakaiz ni nguzo, pillars. Umma unahitaji uendelee mbele. Kwa hivyo mambo muhimu katika umma au nguzo muhimu zinahusiana na aljanib
al-aqdi wa tarbawi, upande wa kiiman, kiaqida, na wa tarbawi, na upande ambao unahusiana na malezi. Kwa hivyo muhimu itokee tashih al-mafahim, kusahihisha mafhum. Tumeletewa Qur'an, sunna, ulama na qiyas, ukisia ya ayuha alladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul, Qur'an na sunna, wa ulil amri minkum, na wale ambao ni wasimamizi wenu nyinyi, yani ulama. Fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa kutatokea conflicts, kutatokea matatizo, kutatokea tabadul ar-ra'y, farudduhu ila Allahi war rasul, basi ile migogoro, yale matatizo yarejesheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, war rasul, na mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kaifa narjih an tariq al-ijtihad mpaka kufikia qiyas. Kwa hivyo haya ni mambo muhimu, kusahihisha mafhum, fahamu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Kwa hivyo tafaqquh, muislam kupata fiqh ad-din ni kitu muhimu sana, ambacho kinamuongoza yeye katika kufahamu manhaji nubuwa wa manhaji al-Qur'an al-Karim. Kwa hivyo jambo lingine katika zile rakaiz ni al-qada ala madahir ash-shirk wal bid'ah, yani katika mitihani ya zama zetu hizi ni watu kuzama katika mambo ya shirk na bid'ah ambazo zinamtoa mtu katika mafhum, katika misingi, katika ile sheria na katika manhaj an-nubuwa. Hapo katika bid'ah na katika masala haya ni mambo yameleta ikhtilaf kubwa, lakini mara nyingi ulama, na mimi niko katika rai yao, tuangalie kuna usul na furu' katika sheria. Usul ni foundations, asli ya dini. Ndio katika jamiat za Islamia huwa wanasoma wanaliita usulu din, mtu anasomea asli ya dini katika hizi jamiat. Na usul thabitun, mambo ambayo ni usulia huwa yako thabit, hayawezi kubadilika, al-aslu fi din. Kwa hivyo at-tamassuk bit-tauhid al-khalis alladhi yajma'u al-qulub, watu kumakinika katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ya ikhlas, ambayo ikhlas hii ina alladhi yajma'u al-qulub, inaunganisha nyoyo, kwa sababu al-asli ni nyoyo kuwa pamoja, sio kuwa katika tafarruq. Hadha huwa al-asli. Ikiwa asli ni watu kuwa pamoja, basi yahitajika watu wamakinike katika usul na tushikamane na usul kuliko al-furu', kwa sababu al-furu' yatajazza, al-usul thabitun. Kama mtu awe amepanda mti ukamea mti kama ule, asluha thabitun wa far'uha bis sama. Ukiona asli ya zile roots ziko thabit, asluha thabitun. Kwa hivyo ni sisi tukubaliane katika usul, katika furu'at na tafarruq, yani sisi tuwe na taawun, ambao taawuni ile tunakutana katika zile usuli din. Lakini mal asafu shadid, watu wanaختلفiana katika mambo ambayo hata ukiangalia wakati mwingine washangaa ni kitu gani ambacho kinafarakisha watu. Nakumbuka yani Imam Abdul Hakim mara nyingi atuambia, kuna baadhi ya sehemu watu waswali, yeye mwenyewe ashaniambia, apita mtu kupita kama gari, hata ukimpa salamu kaambe umempa sanamu. Sasa salam ni kitu asli, yani afshu salam, mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na as-salam yad'u
ila salam. Salamu inakufanya wewe, inampeleka mtu katika amani. Nikikwambia assalamu alaikum na kuombea upate amani, vipi waombewa amani wanyamaza kama bubu? Haya ni matatizo. Hata tukiwa tuna ikhtilaf, walau shaa rabbuka laja'alakum ummatan wahida, lau angependa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi angekufanyeni nyinyi ni umma mmoja, lakini wala yazaluna mukhtalifin, lakini mnaendelea kupata ikhtilaf, watu kuwa watakuwa na mabadiliko. Kwa hivyo haya ni mambo, hizi ni sunna za haya, ni sisi tukubaliane, ya'tadhir ba'duna ba'd, kila mmoja wetu awe na udhuru. Mimi nina mapungufu, Sheikh Ali pale ana mapungufu, nani Faraj ana mapungufu yake. Kila mmoja wetu hapa, hakuna mmoja katika yetu sisi atasema mimi alhamdulillah sina mapungufu, basi huyo atakuwa ni malak mutahhar, kwa ni malaika mpaka yule asemaye. Kuna watu humu ulimwenguni himma yao ni kutoa watu makosa tu, amwangalia yule afanya nini, yule ana isbah, yule ndevu zake ndogo, sasa mimi nazaliwa hivi jamani, hizi ndevu zitakuwaje ndefu? Yule bana ni musbil, yule bana ana tatizo la aqida, na ukimfuatilia zaidi yeye ndo ana tatizo la aqida. Hii aqida yani imeleta tashwish, ikaleta issues kubwa, tukaacha ile asli kwamba almu'minun ikhwa, hiyo yatosheleza. Lakini yule atamgusia mwenzake. Najua Abdul Hakim ashanipa hiyo kwamba yani wakati ushaisha, lakini haya maneno ya kusikitisha, turudi katika yani wattaqu ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, si mu'minun. Kuna tofauti ya mu'min na muslim. Kwa hivyo mimi ugusia mara nyingi nikasema, jamani, kwa nini hii pepo tunataka kuwatia watu wengine? Yani tuna ile pepo watu hawataki kwenda pamoja, kila mmoja yani kama watu fulani ndio waingie, wengine wasiingie. Yani lazima kuwa na mahaba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Sote tuogopa moto, hata kama tuko kwenye makosa katika mambo matatizo tunayopata katika ulimwengu, lakini ni kitu ambacho lazima tukuze amani na umoja, wahdatul umma. Kwa haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwezeshe ni wenye kusikiza mema yafuata. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.